Ni muda mrefu sana hatujaonana ndugu yangu. Ni kweli kabisa. Vipi lakini biashara inaendeleaje? Biashara ipo, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi akili yangu haipo kwenye biashara kabisa. Habari yako Shem? Salama Shem. Unaendeleaje? Naendelea vizuri kama unavyoona. Sawa, karibu. Asante sana Shem. Babe, chakula tayari kipo mezani. Sawa, ngoja tumalizie mazungumzo kidogo halafu tunakuja. Shem, na mimi nipo kwenye hiyo budget. Usijali Shem, nawe pia tayari nimekupakulia chakula. Asante sana Shem. Yaani imebidi niulize, maana sitaki kukosa chakula chako kitamu. Hakuna shida Shem. Usijali Alex, hivi karibuni utaanza kulipia chakula kizuri. Bila shaka nitafanya hivyo nikiwa na pesa kama wewe. Sawa baby, wewe tangulia tunakuja. Sawa, lakini tafadhali naomba msichelewe maana chakula kitapoa. Sawa. Basi kaka, naomba tumalizie mazungumzo yetu haraka. Ehe, ni jambo gani hilo la muhimu ulilosema unataka kuzungumza na mimi? Steve, mimi nimeamua kufuata ndoto yangu na Mungu amejalia nimeshinda uchaguzi wa mchujo. Wow, hizo ni habari njema sana ndugu yangu. Kwa kweli ni habari njema sana, maana hivi karibuni nitagombea umea. Wow, naona sasa unaelekea kutimiza ndoto zako. Ndiyo hivyo kaka. Kwa kweli najivunia sana mafanikio yako, lakini pia naomba nikupongeze kwa hii hatua kubwa uliopiga kuelekea kutimiza ndoto zako. Asante. Lakini mbona unaonekana mwenye huzuni? Maana sioni ukifurahia kama watu wanavyopaswa kufurahi. Sio kwamba naonekana mwenye huzuni Steve. Ni kweli nina huzuni. Unajua ndugu yangu, nahitaji sana fedha za kuendesha kampeni. Maana bila pesa itakuwa ngumu kwangu kufanya kampeni na kufikia ndoto zangu. Kwani bado hujapata wadhamini? Bado sijapata wadhamini, na hiyo ndio sababu iliyonileta hapa kwako. Tafadhali ndugu yangu, naomba unisaidie kudhamini kampeni zangu. Kwa kweli ndugu yangu, hizi pesa nilizonazo ni akiba yangu ya maisha. Najua kaka, lakini wewe ni rafiki yangu wa karibu. Sawa, nitafanya kwa ajili yako, lakini ukishapata hiyo nafasi ya umea, naomba unikumbuke. Usijali kuhusu hilo ndugu yangu. Nikipata hiyo nafasi, nitakupa kiasi chochote cha pesa unachohitaji. Mimi siombi pesa kutoka kwako Alex. Wewe niambie chochote unachohitaji, mimi nitakufanyia ndugu yangu. Wewe unajua vizuri kazi ninayofanya Alex. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kunipa kandarasi za ujenzi ukipata hiyo nafasi. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo ndugu yangu. Na kuhakikishia nikiwa meya, kila kandarasi ya ujenzi katika mji huu itakuwa yako. Asante sana. Karibu. Basi twende tukale. Twende, maana hapa nilipo nina njaa sana na sitaki mkeo anikasirikie. Bosi, tayari wameshatangaza matokeo na umeshinda. Hebu acha utani Malaika. Sio utani bosi, wewe ndio meya mpya. Wow, asante sana Mungu. Malaika, huu ni muda wetu wa kuongoza jiji. Kwa kweli nimefurahi sana bosi. Ngoja niende nikakamilishe nyaraka zilizobaki. Tafadhali fanya hivyo. Wow, siamini kama mimi ndo meya mpya. Unajua wewe ni mrembo sana na ninaenjoy sana nikiwa na wewe. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi, na pia ninakuahidi nitafanya kila mbinu ninayojua kwenye mapenzi ili kukufanya uenjoy zaidi. Kwa kweli ukiendelea kunifurahisha hivi, nitakupa chochote unachotaka. Kweli mpenzi? Kweli. Lakini mpenzi, unaninunulia zawadi, unaninunulia vitu vya thamani, sasa ni kitu gani kingine naweza kuomba kwako? Wewe omba kitu chochote. Kama kiko ndani ya uwezo wangu,
Nitakupatia. Asante baby. Sasa mimi nina kaka yangu amemaliza chuo lakini yuko tu nyumbani na hana kazi yoyote. Sasa nilikuwa naomba umpe zile kandarasi za ujenzi ambazo ulikuwa unataka kumpa Steve. Maana juzi nilikusikia ukiongea na Steve kuhusu hizo kazi. Huyo kakako anaweza kufanya kazi za ujenzi wa majengo? Ndiyo anaweza kwa sababu ndio kitu alichosomea, lakini naamini ukimpa hizo kazi itamsaidia kupata uzoefu zaidi. Maana tangu amalize chuo hajawahi kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni yoyote. Kwa sababu kila kampuni anayoenda kuomba kazi wanakuwa wanahitaji mtu mwenye uzoefu wa miaka 5. Hapana. Nahitaji mtu mwenye uzoefu mkubwa kwenye huu mradi. Baby tafadhali, naomba umpe hiyo kazi kakaangu. Hapana, hilo haliwezekani cha usiku. Lakini baby, si umesema nikikuomba kitu chochote utanifanyia, au hukusema hivyo? Ni kweli nilisema hivyo. Basi sawa, umeshinda. Kwa hiyo umekubali kumpa kandarasi za ujenzi huyo mdogo wangu? Ndiyo, nitampa. Wow, asante sana baby, kwa kweli nimefurahi sana. Ninakuahidi nitakufurahisha kila siku. Asante baby. Nakupenda. Nakupenda pia. Bosi, umeniita? Ndiyo, nimekuita. Tafadhali wasiliana na kaka yake cha usiku. Sawa bosi, unataka niwasiliane naye kuhusu nini? Mwambie aje ofisini kwangu sasa hivi kwa ajili ya kikao cha mradi mpya. Unataka kuanza mradi gani bosi? Nataka kujenga shule nyingine ya sekondari, maana shule ya mjini imejaa sana, na ninataka kufanya huo mradi haraka iwezekanavyo ili kuwanyamazisha wakosoaji. Sawa bosi, lakini kaka yake cha usiku anahusika na nini kwenye huu mradi? Kaka yake cha usiku ni mtu muhimu sana, kwa sababu yeye ndio atakayeshughulikia huu mradi na miradi yote tutakayokuwa tunafanya. Samahani bosi, lakini nakumbuka ulimwahidi rafiki yako Steve kandarasi zote za ujenzi baada ya kufadhili kampeni zako kwa kutumia akiba yake, au umesahau bosi? Malaika, ni nani amekaa kwenye kiti cha meya? Ni wewe bosi. Kama mimi ndo nimekaa kwenye kiti cha meya, naomba utambue kwamba mimi ndo ninayeamua ni nani nimpatie miradi yangu. Umenielewa? Nimekuelewa bosi. Sasa wasiliana na kaka yake cha usiku, umwambie aje ofisini kwangu haraka. Samahani boss, Steve amekuwa akipiga simu kwa takriban wiki moja sasa. Hata leo pia alinipigia muda mfupi kabla sijaingia hapa. Nifanye nini kuhusu hilo boss? Kama nilivyokuambia, usipokee simu yake yoyote. We mwache apige. Akichoka kupiga ataacha. Haya, toka ofisini kwangu sasa hivi. Sawa boss. Unataka nini Steve? Alex, ni muda mrefu mimi na wewe hatujaonana. Kweli hivi ndo ulivyochagua kunipokea? Sema unachotaka kisha uondoke ofisini kwangu, maana nina kazi nyingi sana za kufanya. Kwani nimekukosea nini Alex? Mbona unanijibu hivyo? Wala hujanikosea chochote Steve, ila tatizo ni kwamba mimi na wewe hatuko level moja sasa hivi. Au hulioni hilo? Yaani nimejaribu kukupotezea mara kadhaa, lakini naona umekuwa mgumu sana kuelewa. Alex, nilijua tu hii siku itakuja. Hivi ina maana umesahau kuwa nilitumia akiba yangu yote kukusaidia kwenye kampeni yako, na niliomba kitu kimoja tu kutoka kwako, lakini umejenga majengo 3 makubwa bila jina langu kwenye kandarasi ya ujenzi. Alex, nimekukosea nini hadi unanifanyia hivi? Hivi Steve, unadhani zile pesa zako kidogo ndio zilinisaidia kushinda uchaguzi? Au unadhani ushauri wako na simu zako ulizokuwa unanipigia ndio zilichangia mimi kushinda uchaguzi? Jibu ni hapana Steve. Mimi nilishinda kwa nguvu zangu mwenyewe. Nilifanya kazi ngumu mwenyewe na nilifanya kampeni zangu mwenyewe. Na ili usinifuatefuate tena na kunipa lawama zisizo na msingi, tayari nimemwambia sekretari wangu akurudishie pesa zako. Alex, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Unawezaje kunitendea hivi? Steve, toka ofisini kwangu, maana mimi na wewe hatudaiani tena.
Alex, unanifukuza? Unatoka au niite walinzi waje wakutoe kwa virungu? Sawa, natoka. Mambo mpenzi. Usiniite mpenzi. Kwa kweli najuta sana kumpa kaka yako ile kazi. Yaani maelekezo yalikuwa rahisi sana kuhusu ujenzi wa lile jengo. Lakini cha ajabu kaka yako ameenda kutumia vifaa vya ubora wa chini kabisa. Na sasa jengo limeporomoka. Kwa nini unamlaumu kaka yangu kwa haya yote, wakati yeye alifanya kazi kulingana na budget? Hebu acha kuongea kama mjinga. Wewe unajua nini kuhusu ujenzi? Kwa kweli siwezi kuacha hili lipite hivi hivi. Yaani nitahakikisha kaka yako anakamatwa na kwenda kuozea jela kwa ujinga aliofanya. Una uhakika na hicho unachotaka kufanya, Alex? Ndiyo, nina uhakika. Sawa, ngoja tuone ni nani atakuwa wa kwanza kulia. Una maana gani kusema hivyo cha usiku? Usiwe na haraka, muda ukifika utajua. Usifikiri unaweza kutumia maneno kunishinda cha usiku. Na safari hii nitahakikisha kakako anaenda jela. Mpuuzi mkubwa wewe. Sawa, wewe unadhani unaweza kucheza na mimi? Sasa ngoja nikuonyeshe. Habari za asubuhi mheshimiwa. Salama Alex. Mkutano huu hautachukua muda mrefu. Sawa mheshimiwa. Maana nina hamu sana ya kujua lengo la huu mkutano. Natumai hakuna tatizo. Kuna tatizo, maana viongozi wa mkoa wamepiga kura kuondoa madarakani. Na kuanzia sasa umeondolewa rasmi kwenye nafasi ya umeya. Kwa nini mniondoe madarakani mheshimiwa? Wakati mimi ni meya niliyechaguliwa kwa kura nyingi. Wewe kuwa meya aliyeshinda kura nyingi haimaanishi kuwa hauwezi kuondolewa madarakani. Tafadhali, hatutaki kupoteza muda wetu na wako. Kwa hiyo kusanya kilicho chako na uondoke hapa ofisini. Kwa nini mnanifanyia hivi jamani? Kwani nimekosea nini? Hawara yako ameposti video inakuonyesha ukifuja pesa za umma. Halafu huko hapo unauliza umefanya nini? Alex, una dakika 5 tu za kukusanya vitu vyako vyote na kuondoka hapa ofisini. Karibu kwenye ulimwengu. Steve, tafadhali naomba unisikilize. Alex, unafanya nini hapa? Steve, kila mtu amenigeuka. Wewe ndo tumaini langu pekee kwa sasa. Hayo mambo hayanihusu. Steve, umekuwa rafiki yangu mkubwa tangu tulipokuwa watoto. Tafadhali, naomba unisaidie. Wewe ndo tumaini langu la mwisho. Sikiliza Alex, hakuna kitu ninachoweza kukusaidia kwa sasa. Kwanza ulikuwa wapi uliponigeuka miaka 2 iliyopita? Ulikuwa wapi nilipokupa akiba yangu yote kwa ajili ya kampeni yako, halafu ukanitupa kama takataka? Hivi, ina maana umesahau hayo yote? Halafu leo uko hapa unaniambia sisi ni marafiki wakubwa. Steve, mimi tayari nimeshabadilika. Tunaweza kuanza upya na kujenga tulichopoteza. Hakuna namna tunaweza kurudisha urafiki wetu Alex. Njia pekee ulionayo kwa sasa ni kuondoka nyumbani kwangu. Steve, kweli unaniambia niondoke nyumbani kwako? Ndiyo. Sawa, naondoka. Lakini tafadhali Steve, naomba unisaidie angalau 10,000 nikanunue chakula. Nimeshakwambia siwezi kukupa chochote. Kwa hiyo wewe ondoka tu. Steve, mimi ni Alex. Najua kuwa wewe ni Alex, lakini ondoka. Sina pa kwenda Steve. Tafadhali naomba unisaidie. Alex, ondoka nyumbani kwangu kabla sijaita walinzi waje wakutoe kwa virungu.